Habari, kwa jina naitwa Enoch Jurieli, natokea katika idara ya elimu mkoa wa Morogoro. Nasimamia kitengo cha elimu kwa TEHAMA. Leo tutajifunza kuhusu mfumo wa PREM. Mfumo wa PREMS ni mfumo ambao unatumika kwenye kuhifadhi taarifa na kumbukumbu mbalimbali za wanafunzi katika nchi yetu. Unatumika kwenye usajili wa mambo mbalimbali ikiwemo usajili wa wanafunzi, ikiwemo kuhamisha wanafunzi, ikiwemo kuhamisha wanafunzi, ikiwemo kutunza takwimu za picha na mambo mengine mbalimbali ambayo mfumo huu wa PREMS unafanya. Kwa ufupi, mfumo huu unapatikana katika njia mbili. Mfumo wa PREMS una njia kubwa ya web na njia ya pili ambayo inaitwa mobile application. Leo tuangalie jinsi ya kutumia njia ya web. Kwa njia ya web ina maana unafungua kwenye peji yako ya Google, kompyuta yako ikiwa na internet, unaandika neno PREMS. Ukishaandika neno PREMS, unabonyeza enter au endelea. Utaona kuna jina la kwanza litatokea hapa ni PREMS Nectar. Unaifungua. Utapata ukurasa mwingine kama unaouona ambao utakudai username na password. Kwenye huo ukurasa nitaanza kuingia. Kuna njia tatu za kuingia. Kuna kuingia kama mwalimu, kuna kuingia kama afisa elimu wilaya na kuna kuingia kama afisa elimu mkoa. Mimi nitaanza kuingia kama mwalimu ili niende kuelekeza kazi mbalimbali ambazo mwalimu anazifanya katika mfumo huo. Nikiingia kama mwalimu, nitaingiza password zangu nilizopewa kama mwalimu. Na nitaingiza nywila. Baada ya hapo nitabonyeza sign in. Baada ya kuingia itaniambia chagua form. Kiingia kama mwalimu nitakuta mkoa, inataja wilaya niliopo, inataja shule ambayo niliopo, itaniambia chagua form. Nitachagua form 1. Baada ya kuchagua form 1, nitaona wanafunzi wangu wa form 1. Labda tupitie kwa haraka menu zilizoko upande wa navigation au upande wa kushoto wa kompyuta yetu, wa mfumo wetu. Menu ya kwanza ni dashboard. Kwenye dashboard kubonyeza registration, unaweza kuona center yako ilivyo na vitu ambavyo vinapatikana kwenye center yako. Cha kwanza unaweza ukaona ni center moja, wanafunzi ambao wako qualified kwa darasa la form 1 ni wangapi, ile form niliyochagua hapa. Utaona wanafunzi ambao ni disqualified wako wangapi, na pia utaweza ukaona wanafunzi wenye picha kwenye hilo darasa ni wanafunzi wangapi. Hivyo hivyo napo ukichagua kwenye dashboard, ukiangalia kwenye form 2 utaona wanafunzi ambao wako kwenye hiyo center ni wangapi qualified, wako 48 hapo, na utaona ambao disqualified ni 0 na 12 hawana picha, na maana hawajapigwa picha. Ukiangalia sababu ni darasa la mtihani, utaona kwamba idadi ya wanafunzi wenye picha hapa imeweza kupungua kutoka 48 kwenda 12, lakini tulivyokuwa form 1 ambao sio darasa la kupiga picha, umeona kwamba idadi ya wanafunzi ambao ni qualified ni sawa na wanafunzi ambao hawana picha. Kwa hiyo kwenye dashboard, cha kwanza tunaangalia idadi ya wanafunzi. Kwenye registration unaweza ukajiridhisha kama kuna wenye query circular form,
utawaona. Kama kuna ambao hawana CA utaweza kuwaona. CA ni continuous assessment za mwanafunzi. Na item inayofuata baada ya hapo tutaenda kuona ni wanafunzi. Kipengele kinachofuata ni wanafunzi, ambapo kwenye wanafunzi tutaona kwamba kuna wanafunzi ambao ni tunawaita qualified student. Qualified student ni mwanafunzi gani? Ni mwanafunzi yule anayekidhi vigezo vyote vya kuwa darasani, tunamuita qualified student. Disqualified student ni mwanafunzi ambaye hajakidhi vigezo vya kusajiliwa kwenye darasa husika. Labda kama ni form 1 hajafanya mtihani wa form 1 au anatoka nje ya nchi hajafanyiwa equivalence, ndio anaitwa disqualified student. Lakini pia kuna sehemu ya kupata leaving certificate kwenye hichi kipengele cha mwanafunzi au student. Hapo mtu anaweza kupata leaving certificate kama amemaliza shule. Tutaenda kupitia kimoja kimoja na kuona function zake. Lakini pia kuna sehemu ya search, tutaenda kuona jinsi ambavyo inafanya kazi, kwamba unaweza ukamtafuta mwanafunzi au kumtrack mwanafunzi kwamba yuko wapi. Kiingiza prem number, kiingiza jina lake, unampata mwanafunzi aliko. Lakini pia kuna kipengele kingine cha subject ambacho ni masomo ya mwanafunzi anayosoma, nacho tutaenda kuona. Tuna kipengele cha continuous assessment ambacho kinaingiza zile continuous assessment za mwanafunzi moja na nyingine, yani masomo yake aliyofanya, mitihani ya muhula na mitihani mingine. Tuna sehemu nyingine ambayo ni candidate. Kwenye candidate tutakuta kwamba kuna wanafunzi ambao wamesajiliwa. Kumbuka kwamba candidate ni mwanafunzi halali atakayefanya mtihani. Mwanafunzi anaweza akawa qualified student lakini labda akawa na disciplinary case kwenye status yake, kwa hiyo hataingia kwenye candidate. Kwa hiyo candidate ni mwanafunzi yule ambaye anaweza akafanya mtihani. Akiwa candidate ni mwanafunzi ambaye anaweza akafanya mtihani husika. Kwa hiyo ambaye sio candidate ni yule ambaye hafanyi mtihani. Na tunakuta kwamba kuna registered candidate, tutaenda kuona kuna photo entries. Photo entries ni waliopigwa picha na subjects ni waliosajiliwa masomo. Lakini kuna kisehemu kingine cha transfer. Tutaenda kuna incoming ambao wanakuja kwenye shule yako na outgoing wanaotoka kutoka kwenye shule yako. Lakini tutaenda kwenye bills. Tuna bills za aina nyingi. Tuna bills za aina moja ambao ni kulipia malipo ya mtihani. Tutaenda kuona what is my bill kwenye kulipia bill ambao unatakiwa ulipe, ku create bill ambao una create na control number. Lakini tutaenda kuona pay bills, jinsi ambavyo mtu anaweza akalipa bili zake. Lakini tukiendelea kujivinjari kwenye huu ukurasa wa nje wa mfumo wetu wa Prem, tunaona kuna sehemu nyingine ya center. Tutakuta school center ambapo inaonyesha taarifa za center yako, na setting tutaona kwamba una seti idadi ya masomo na vitu vingine kama hivyo. Tukitoka upande huo, upande wa kushoto kutoka kwenye dashboard yetu, utaona kuna sehemu ambapo pana icon moja yenye mshale ambao una rotate, na kuna icon nyingine ya notification. Hii ni ya refresh, kama unataka kurefresh. Kuna notification, labda una message ambazo umetumiwa, unaweza ukaangalia mfumo wa mobile Prems umefanya nini. Ni message ambayo imetumwa, unaweza ukaisoma kwamba mfumo wa mobile Prems picha umeboreshwa, tafadhali pakua app mpya application kutoka kwenye Google Play Store. Hapa kwenye message ni sehemu ya kupokea taarifa mbalimbali. Lakini tuna sehemu nyingine ya help, kama unahitaji msaada iza user manual ya mfumo huu ninaofundisha hapa. Kuanza hapo utaona user manual ikitokea, kama mnavyoona hapo user manual inatokea
mtu unaweza ukapitia ile user manual kujua kwamba kuna update gani imetokea au kwenye user manual kuna kitu gani. Ndio inaona inafungua hapo. User manual inatokea kutoka Baraza la Mitihani ambayo inaonyesha taarifa mbalimbali ambazo zipo kwenye mfumo wetu. Hii ni user manual, jinsi ya kutumia. Tutaenda kuona ambavyo naenda kuelekeza, vyote vipo kwenye user manual. Qualified student, kupata hizo TSM9 na vitu vingine, maelezo yake yote hapo kwenye user manual. Baada ya hapo kuna sehemu ya logout ambapo mtu anaweza akaangalia profile yake, akaedit profile, akachange, badilisha password au akalog out. Kwa kufikia hapo nimeweza log out. Nadhani umepata uelewa wa juu mfumo unapofunguka baada ya mtu login na vile vitu ambavyo anaviona kwa uharaka vilivyopo kwenye skrini yake. Baada ya kwamba tumeona ukurasa wetu wa mwalimu akiingia ulivyo, twende kwenye kazi ya kwanza ya mwalimu, kusajili wanafunzi. Ataingia kwenye mfumo, utaingiza username na password ulizopewa za kuingilia kwenye mfumo. Baada ya kuingiza username na password alizopewa, kompyuta yake ikiwa imeunganishwa na internet, ataweza kuingia kwenye mfumo. Utakutana na dashboard kama nilivyoelezea hapo awali. Sasa tuangalie jinsi ya kusajili mwanafunzi. Jinsi ya kumsajili mwanafunzi. TAMISEMI watakuwa wameingiza wanafunzi kwenye mfumo. Na hapo ukiingia kwenye qualified student, wanafunzi wote wa shule wa form 1 wa darasa husika tutaenda kuona jinsi ya kumsajili mwanafunzi. Baada ya kwamba mfumo umefunguka, cha kwanza kabisa utachagua darasa au kidato cha kwanza. Baada ya pale utaenda kwenye qualified student. Kwenye qualified student utakutana na wale wanafunzi wote ambao walipangwa kwenye shule yako na TAMISEMI. Na maana kwamba baada ya selection wameshatoka form 1, na mnaweza kuona wanafunzi mwalimu uliopangiwa ni hawa hapa, prem number zao zinaonekana na jinsia zao zinaonekana, majina yao yanaonekana. Wanafunzi kwenye shule hii wameshasajiliwa. Kuna mwanafunzi huyu hajasajiliwa. Kwa hiyo baada ya kumsajili mwanafunzi, wakati wa kumsajili mwanafunzi utakutana na kipengele icon kinachosema admit. Kwa kuwa niliomba ridhaa kwa mwalimu huyu, nitajaribu kumuadmit mwanafunzi huyu. Umeona hawa wameshasajiliwa, wanasema ambao hawana kibox kama hichi unachokiona. Kwa siku ya kwanza kufungua wanafunzi wako, kama hawajasajiliwa, utakuta wote wana hichi kibox kilichoandikwa admit. Hapa kuna icon nyingi, tutaenda kupitia moja baada ya nyingine na kuona kazi za icon moja baada ya nyingine. Kwenye sehemu ya admit tutaenda kuona kwamba mwalimu anamuadmiti mwanafunzi. Nikibonyeza admit hapa, itakuja sehemu ambapo asema enter admission number. Nikiwa na admission number ya mwanafunzi ambayo ni 1234, nitamuadmiti student. Ukirudi kwa mwanafunzi husika tuliyemuadmiti,
utaona kile kiboksi kimeondoka. Kwa hiyo Elizabeth Stendimali atakuwa amekuwa admitted. Mwanafunzi wetu ameshakuwa admitted, na hapo utakuwa umemwadmiti mwanafunzi husika. Hiyo ni moja ya kazi ya mfumo huu, kufanya admission ya wanafunzi. Mwanafunzi akishakuwa admitted tu, ina maana hawezi kuhamishwa tena kutoka shule moja kwenda nyingine. Ina maana ameshakuwa mwanafunzi husika wa shule hiyo. Kwa mfano, utaona kwamba wakati huyu hajawa admitted, huyu mwanafunzi wa mwisho kutoka chini huku hajawa admitted, utaona hapa kwake kuna mishale miwili. Kuna request for transfer, inaonyesha mishale miwili hapa. Lakini huyu ambaye amekuwa admitted, kuna request for repeat. Muda si mrefu tunaenda kuona kazi ya request for transfer na request for transfer na request for repeat. Tutaenda kuona kazi zake muda si mrefu. Turudi sasa kwenye kazi nyingine ambazo zinafanywa na mwalimu baada ya kwamba amemwadmiti mwanafunzi. Sehemu hii ya qualified student, mwanafunzi ambaye ni qualified ana matendo ambayo anaweza akafanyiwa kama mwanafunzi. Tendo la kwanza ni kuadi query circular form. Kama amepata tatizo kwenye jina lake lina changamoto au akumaliza mitihani vizuri, basi anawekewa hizi query circular form. Nadhani walimu mnazifahamu kazi za query circular form ambazo zinatumika kwenye kurekebisha majina yaliyokosewa na changamoto, kuandika kwa ajili ya changamoto zingine zinazomkabili mwanafunzi. Lakini tutakutana na sehemu nyingine ya TSM9. Sehemu hii ya TSM9 inatumika kuangalia TSM9 za wanafunzi husika. TSM9 za wanafunzi husika. Lakini kuna sehemu kingine cha transfer. Hii action inatumika kuanzisha uhamisho wa mwanafunzi. Kama unataka kumhamisha mwanafunzi, ukibonyeza transfer, utakuta kwamba mwanafunzi ili ahame lazima upande mmoja atakuwa ana shule ambayo imemtengea nafasi. Kwa hiyo utakuta huku ni transfer student, utakuta jina la mwanafunzi, muhamishe kwenda shule gani, yani transfer kani shule aliyopo na shule anayotaka kuhamia. Kwa hiyo hapa utatakiwa uandike shule ambayo, yani wewe umemtoka shule gani ambayo anataka kuhamia. Shule hapa hazitokei kwa sababu hajatengewa nafasi shule yoyote. Lakini angekuwa ametengewa nafasi kwenye shule fulani, ungebonyeza hapa transfer to school. Ina maana hapa ungeona shule ambayo anataka kuhamia, na hapa ungeandika sababu za kuhamia kwa huyo mwanafunzi, aidha uhamisho wa makazi ya wazazi, parent transfer. Kwa ukiandika hapo, baada ya hapo submit transfer itatoka shuleni kwako, itaenda kwenye ofisi ya DO. Tutaipitia pia wakati tunaangalia kipengele cha transfer. Lakini tukirudi nyuma kidogo, utaona kwamba kuna baada ya action ya transfer kuna action ya request for repeat. Yani kama mwanafunzi amekariri kidato, labda ni form 2 anakariri kidato cha kwanza, kwa hiyo unakuja request for repeat, unabonyeza request for repeat, utaona itafunguka. Na hii request for repeat inatumika wakati ambapo umeshachukua kibali cha kukariri kutoka ofisi ya katibu tawala kwenye mkoa husika, na kinaambatana na barua ambazo zinapita kwa ofisi ya mkuu wa shule, zinapita kwa ofisi ya DO, afu kinakuja kwenye ofisi ya katibu tawala au ofisi ya afisa elimu mkoa. Katika hiyo hapo utakuta kwamba ana repeat form ngapi. Kwa utakuta jina la mwanafunzi to form, ana repeat to form ngapi. Kwa mfano angekuwa form 2, basi ana repeat form 1, and then
attachment. Attachment inayowekwa hapa ni ile kibali cha kukariri ukiwa umekiskani na kukiweka kwenye mfumo wa PDF, ndicho utakachokiweka hapa. Na sababu za kuhama kwa huyo mwanafunzi kukariri, labda utasema kwamba long time sick, long time sickness. Kwa hiyo huyu aliugua muda mrefu. Kwa hiyo utakapokuwa umerequest hiyo transfer, basi ukibonyeza huku chini request for transfer, utaona submit, unaweza ukamtransfer mwanafunzi. Kuonyesha request for transfer, mwanafunzi huyu ataweza kutunziwa kumbukumbu zake za kuhamishwa, kukariri darasa, na baadaye utaona amekariri darasa husika. Action nyingine iliyopo ni view. View unaona taarifa za ujumla za mwanafunzi. Utaona jina la mwanafunzi, registration yake, shule aliyoko, status ya mwanafunzi unaweza ukaiona kwenye view, na kipengele hichi tutakiongelea sana, na pia utaona kwamba amekuwa admitted vipi, namba yake ya mtihani wa darasa la 7 na vitu vingine vyote utaviona, utaifa wake na stream aliyopo na vitu vingine. Kama utakuta kwenye view kuna ambacho hakionekani, utarudi nyuma na kuangalia action inayofuata, ambapo unaweza ukaweka ukaenda kwenye edit na kukiongeza hicho kitu. Kwenye edit inakuruhusu kuedit baadhi ya mambo muhimu. Kwa mfano, wale waliopandisha huyu mwanafunzi kwenye mfumo waliweka jina kamili walilokuwa nalo lenye matokeo ya mtoto husika na mwaka aliyomaliza. Haya huwezi kuedit, lakini utaifa wa mwanafunzi unaweza ukaedit. Admission number unaweza ukaedit. Status ya mwanafunzi, kwa mfano mwanafunzi amekuwa mtoro shuleni, basi atabadilishiwa status ya kuwekewa truants, au amekuwa mjamzito. Kama mwanafunzi amekuwa mjamzito, kipengele cha status kimekuwa kina changamoto kidogo, naomba nikisisitizie. Kama mwanafunzi, status ya mwanafunzi inaonyesha hali yake shuleni. Akiwa active student ndiye mwanafunzi anaweza akawa hata candidate, lakini akiwa na status kwa mfano truants, mwanafunzi huyu hawezi kuwa kwenye candidate. Ina maana hawezi kuhamishwa. Tunamhamisha mwanafunzi ambaye ni active student. Na mwanafunzi akiwa ameandikiwa labda not reported, ameandikiwa drop out, au ameandikiwa transfer out of the country, unamwandikia status kulingana na kilichompata. Kama ni discipline case, amepigana shuleni, amepewa suspension, anawekewa indiscipline, atakaporudi shuleni ataondolewa indiscipline na kuwekewa active. Aidha kesi nyingine ni drop out, labda amejulikana alikuwa wapi, ikawa settled, labda inaweza kufanyika kulingana na taratibu na sheria za shule. Lakini kuna sehemu ya kuseti kama wazazi wake wapo au hawapo, utaiona hapo. Darasa aliyoko yuko stream A, B, C, utaiona hapo. Kama mwanafunzi amerudia darasa, kumbuka nilisema jinsi ya upload kibali cha kukariri. Kwa hiyo kama mwanafunzi amerudia darasa, hapo unaweza ukasema mwanafunzi ndio amerudia darasa. Lakini kuna sehemu ya kuingiza takwimu nyingine muhimu sana. Taarifa kama kitambulisho cha NIDA cha taifa. Kama mwanafunzi hapa ni guardian, wazazi, yani sehemu ambapo unaweka taarifa mbalimbali za wazazi. Kwa mfano kitambulisho cha taifa cha mwanafunzi, cha mzazi wa mwanafunzi, jina kamili la mzazi, utaona uhusiano wa ule mzazi, ni cousin, ni parent, ni uncle, ni nani, ni father, mother, na kawaida utaweka email address. Vitu hivi ni vya muhimu sana kwa ajili ya kufanya maendeleo ya kila siku ya mwanafunzi. Kuna student address, mwanafunzi anatokea wapi, na maanwani zake za makazi, umbali kutoka nyumbani. Hapo utaona unaweza kuseti umbali kutoka nyumbani ni kilomita ngapi. Kama ni kilomita 3 utaweza ukaandika kilomita 5, na
anaishi sehemu gani, ni mtaa gani, physical address utaweza ukaweka. Lakini pia utaweza ukaweka sehemu alikozaliwa na sehemu anakoishi. Kama ni mzaliwa wa Arusha, ni mzaliwa wa Kigoma lakini anasomea Morogoro, utaweza ukaweka na taarifa hizo za sehemu ya kuzaliwa, domicile place, utaweza ukaziweka zote. Baada ya hapo utaenda kusave na vitakuwa vimejihifadhi. Hiyo ni action ya edit. Edit una seti zile taarifa zote za mwanafunzi. Tarehe ya kuzaliwa ilikuwa ni tarehe ngapi, unaiseti na vingine vyote unaviseti. Tukirudi kwenye kuangalia action zetu, tunakutana na action ya request for transfer. Tuliona kwanza kuna hii request for transfer na kuna hii nyingine request for transfer. Hii request for transfer hii, wakati unapanga kumhamisha mwanafunzi, utastate moja kwa moja shule gani anaenda. Kwa mfano toka Morogoro anaenda shule kama Arusha Catholic Seminary, na maana ataenda moja kwa moja, utamlocate moja kwa moja kwenye shule husika. Baada ya kumlocate kwenye shule husika, utarudi mwanzoni kuja huku kwenye transfer student. Transfer student sasa utaona atatengewa nafasi, afu utakuja kumtransfer na kuandika sababu, ataenda kwa DO. Hii inasaidia kwamba asipotee njiani au asikwame over long run ya mtandao kule shuleni kwenye incoming, ajue kwamba kuna mwanafunzi fulani anakuja. Kuna action ya delete, labda unataka kumuondoa mwanafunzi hajaja mwaka umeisha, unabonyeza delete, unaweza ukamuondoa mwanafunzi husika. Hapo bado unaongelea qualified student. Lakini pia tuna sehemu ya template, labda kwa wale wanafunzi wa private wanahitaji kupandishwa, unaweza ukabonyeza download template. Utaona ni template ambayo inaonyesha taarifa za usajili wa mwanafunzi mpya na ipo kwenye mfumo wa Excel. Kwa hiyo unaweza ukaandika taarifa, serial number, registration type kama ni mwanafunzi wa nje ya nchi au ndani ya nchi, ukaandika namba yake ya mtihani ambao mwanafunzi alifanyia mtihani wa nyuma. Kwa mfano form 3 ni form 2, form 2 ni form 1 na form 2 ni darasa la 7 na form 1 ni darasa la 7 na mwaka aliomaliza hilo darasa la 7. Utaweza ukaweka majina yake matatu, unaweza ukaweka jinsia yake, unaweza ukaweka tarehe ya kuzaliwa na namba yake ya admission. Kwa hiyo hapo utaipata hii template kwenye kubonyeza tu hapa neno template. Lakini pia kuna kesi ya mwanafunzi mpya. Kama unataka kusajili mwanafunzi mpya, hasa kwa wanafunzi wa shule za private, wanasajili wanafunzi wapya. Kwa hiyo utaweza ukamsajili mwanafunzi mpya. Lakini kwa wanafunzi wa shule za government wanasajiliwa na mkoa, unaweza ukasajili mwanafunzi. Lakini unaweza ukamreserve mwanafunzi, kureserve kama anahama, unaweza ukamreserve. Kwa hiyo unaingiza prem number yake hapa, unamreserve. Kumreserve ina maana kumpa nafasi, yani kumtengea nafasi kwa ajili ya kuhamia kutoka kwenye shule fulani. Kama mwanafunzi anahamia kwako kutoka shule fulani, hapo ndio utamreserve a space, yani utampa hiyo reserving ya space. Na hapo utaandika umemreserve mwanafunzi. Kisha reserve tu hapa, ina maana utaona jina la mwanafunzi limetokea hapa. Na hiyo ni moja ya function iliyoko kwenye dashboard yetu ya mwalimu akiwa amelogin. Na pia tutapata ripoti. Kwenye ripoti tutapata ripoti mbalimbali, ripoti ya wanafunzi walioko na masomo ambayo wanasoma. Hiyo ni sehemu ya ripoti. Lakini pia tumeweza kuona kwa ufupi, tumeweza kuona kwamba kwenye qualified student mwanafunzi ana action zipi. Ana action ya kwanza ya TSM9, ana action ya transfer, ana action ya set repeat, ana action ya view details zake, na ana action pia ya edit, lakini pia ana action ya request for transfer na ana action ya delete.
Na kingine tumeweza kuona jinsi ambavyo mwanafunzi anakuwa admitted. Mwanafunzi anakuwa admitted kwa kubonyeza admit hapa, utaingiza admission number. Baada ya kuingiza admission number, na mwanafunzi huyo itaondoka admission, itaingia ya icon ya query circular. Baada ya kumaliza kuona actions zilizopo kwenye mwanafunzi ambaye ni qualified student, tuone basi actions zilizopo kwenye mwanafunzi ambaye ni disqualified student. Kwenye disqualified hapa hatuna mwanafunzi, lakini utaona kwamba utakuta prem number, full name, tarehe ya kuzaliwa, sex, reason for disqualification, labda itasema qualification not found au sababu nyingine, na kuna action ya delete disqualified, kwamba unamfuta ambaye ni disqualified kwenye shule yako. Lakini hii hapa inafanywa sana na watu wa ngazi ya mkoa. Tutaenda kuona kwenye video zitakazokuwa zinafuata. Lakini pia tutaenda kuona kuna kwenye student pia kuna menu nyingine ya living certificate. Living certificate utaona kwamba ni certificate ambayo anapewa mwanafunzi baada ya kuwa amesoma miaka 4 kwenye shule fulani. Kwa taarifa ulizozijaza kwenye view zikiwa zimekaa vizuri, zitatokea kwenye living certificate. Kwa hiyo utaweza ukaona hapa, lazima ili upate living certificate lazima uweke remark. Kwa mfano, his conduct are good, then ukitiki huku mwanzoni ndio utasema generate a certificate. Kwa kusema generate a certificate, living certificate ya mwanafunzi husika itakuwa imegenerate pale. Nadhani umeona living certificate imegenerate. Nikisema, narudia tena kusisitiza kwamba lazima utiki pembeni home. Kama nataka living certificate ya Fausta, na tiki Fausta, then inasema generate 2 certificate. Au nataka living certificate 3, na tiki na inasema generate 3 certificate. Kwa hiyo itagenerate, na hapo unaona living certificate imeweza kutokea. Imetokea living certificate na inataja darasa la wanafunzi hao. Kwa hiyo nikitaka kudownload na bonyeza hapa download, itadownload moja kwa moja na kusave kwenye kompyuta yangu. Au nikisema print, itaniambia print hizo certificate, nitaweza nikaziprint na kuziwapa wanafunzi. Kwa hiyo nitaseti karatasi zinazohitajika kwa ajili ya print certificate, nitaprint. Ndipo hapo utaona umuhimu wa kuandika taarifa sahihi kule kwenye taarifa za mwanafunzi. Kama ulikosea tarehe ya kuzaliwa huku itajikosea, kama ulikosea jinsia huku itakosea. Kwa hiyo zinategemeana na zile taarifa ambazo ulizijaza wakati ukiwa unamsajili mwanafunzi. Na icon nyingine inaonekana hapa ni kuhusiana na search. Labda nitumie mwanafunzi huyu wa kwanza kwenye qualified kusearch. Icon nyingine inaonekana hapa ni search. Kwenye icon ya search utakuta imeandika track student, enter prem number. Kwa hiyo nikitaka kujua mwanafunzi fulani yuko wapi, mzazi amekuja anaomba prem number ya mwanafunzi, unaingiza tu hapa. Hii icon ya search inamtafuta mwanafunzi nchi nzima alipo. Kwa mfano mimi nina prem number hii hapa. Nina prem number ya mwanafunzi hii hapa. Nataka nimjue. Unaweza ukaingiza majina yake matatu au ukaingiza prem number. Mimi nimeanza na kuingiza prem number. Ukisearch mwanafunzi huyo hapo, itatafuta na itakuonyesha kwamba mwanafunzi huyo yuko wapi. Kama unavyoona hapo ina load na itanionyesha mwanafunzi huyo yuko wapi. Kwa hiyo icon ya search imewekwa kwa ajili ya kutafuta mwanafunzi yoyote pale alipo, ikiwa ni nchini au ni amesajiliwa kwenye mfumo huo. Mwanafunzi wetu tunaweza tukamwona hapa na yuko kwenye shule hii. Kwa hiyo naweza nikaona taarifa zake za aina mbalimbali. Naweza nikaona yuko ni active student, nikaona
wazazi wake, hali ya wazazi wake na vitu vingine vyote vinavyohusu namba yake ya mtihani. Nikapata hata kujua shule aliyosoma primary. Saa nyingine unaweza kukuta umeletewa jina tu bila kuletewa prem number. Kwa mfano nimeletewa mtu anaitwa Molel. Sijajua ni mwanafunzi gani, lakini mzazi ameniambia kwamba jina la mwanafunzi wangu anaitwa Molel. Alivyoleta jina la Molel, naweza nikasearch na lenyewe nione italeta majina gani. Ukitafuta unaweza utafuta hata jina moja, ukiwa na majina mawili unaweza ukatafuta. Badala ya kumwagiza mzazi asumbuke kupata prem number, basi unaweza ukatafutumia hii sehemu ya search kumtafuta mwanafunzi husika na ukawa umempata. Unaona? Imeleta majina ya wanafunzi wote wanaoitwa Molel walioko kwenye mfumo. Unaweza ukaona ni wengi, lakini unaweza ukaamua kutake trouble maybe kuangalia jina la kwanza, hizo anaitwa Korogwe, yuko Korogwe Girls, huyu yuko wapi. Kwa unaweza ukaangalia mimi nilimtafuta Molel labda wa Agape Lutheran Junior. Kwa hiyo unamwangalia view, utamuona kwamba ni mwanafunzi anaitwa Molel, alimaliza mwaka jana na taarifa zake hapo unaweza ukawa umeziona. Hivyo, kwa hiyo njia sehemu ya search inatusaidia sana kuweza kupata taarifa za mwanafunzi husika kwa njia rahisi. Lakini pia kwa hiyo ukiwa shuleni huwezi kudai kwamba mwanafunzi amepotea, hapana. Ukisearch ukaona haonekani mwanafunzi, labda niseme nimesearch jina ambalo ni kitu ambacho hakipo, kama hicho utaona kwamba italodi na hakutakuwa na request yote inayoonyesha kwamba jina hilo lipo. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba mwanafunzi huyu hayupo kwenye shule yangu au hayupo kwenye mfumo. Kwa hiyo utawasiliana na ngazi za wilaya na mkoa, wao wana uwezo wa kumtafuta kwa njia nyingine zaidi. Kama huyu hapo umeona kwamba record show kwamba ziko 0, hakuna mwanafunzi mwenye taarifa hiyo. Lakini kuna kipengele kingine kwenye student ambacho ni cha subject. Kwenye subject hapa tunaenda kuona kwamba kuna taarifa mbalimbali za masomo, idadi ya masomo ambayo mwanafunzi anasoma. Kwa mfano wanafunzi wangu hapa wote wamewekewa by default masomo 6, lakini kuna labda mwanafunzi anaongeza somo, hasa kwa vidato vya mitihani. Unabonyeza hii action iliyoandikwa kama jumlisha hapa hadi subject, na kubonyeza hadi subject itatokea masomo. Hapa ukitype tu kwa mfano nataka aongezewe Bible knowledge. Bible knowledge unaona imeshaongezeka kwa huyu mwanafunzi, na nikibonyeza submit utaona kwamba kuna huyu mwanafunzi ameongezekea Bible knowledge. Nimegundua kwamba mimi huyu sio mwanafunzi wa kuongezea Bible knowledge, labda nataka nifute. Ukibonyeza hapa inasema ondoa somo hilo, remove Bible knowledge. Kwa hapa naweza nikafuta Bible knowledge. Kama hivyo inaniambia je, unataka kufuta Bible knowledge? Ndio nitasema futa Bible knowledge. Hapo utaona mwanafunzi mwenye Bible knowledge amefutwa na imebaki kama ilivyokuwa. Lakini pia kwa hiyo kwenye kuongeza masomo na kupunguza masomo inafanyika na ipo kwa vidato vyote, kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Lakini tuna sehemu nyingine ya CA, continuous assessment, mitihani ya mihula na mitihani ya kufunga mihula. Utaona kabisa imeandikwa first term result. CA zina njia mbili za kupandisha. Kwenye kupandisha CA za wanafunzi au tunasema continuous assessment za wanafunzi, kuna njia mbili. Kuna kutumia template ambayo utaenda kuiona, na kuna kutumia kupandisha mwanafunzi mmoja mmoja au somo moja moja ambao ni ndefu kidogo. Template tunatumia template ya Excel. Kwa hiyo unachagua kabisa CA unataka kupandisha ni ya form 1. Hapa inaonyesha form 1 maana form niliyochagua huku juu ni form 1 na template yake ukidownload hapo utaipata. Bonyeza template itakuletea masomo. Itakwambia je, unataka masomo gani? Kwa hiyo utatiki masomo yako labda yaliyoko hapa hivi.
Umetiki masomo umemaliza, then utasema generate template, itagenerate ile template husika. Kwa utaona imegenerate template na ita download. Template hii itakuwa na masomo yale uliotiki tu ndio yatakayotokea kwenye hii template. Unaona majina ya wanafunzi na yameleta first term test 1, mid term test 1, test 2, terminal test 1, second term test 1, mid term test 2, annual. Na masomo yaliyowekwa humu ni yale masomo ambayo nimeatiki peke yake. Kwa hiyo utaona kabisa hapa kuna somo la mathematics linahitaji kujaziwa CA yake. Ukirudi kwenye kodi huku chini kuna somo hilo la biology. Kwa hiyo kodi za yale masomo zimepangwa huku kwenye page. Kwa hiyo inatokea workbook fulani hivi ambayo ina somo kama mnavyoona ninavyoonyesha kwenye mshale hapa chini kuna masomo yale yamepangwa kwenye workbook. Kwa hiyo unaweza ukajaza marks zile ukaingiza ukamaliza ukapandisha. Kumbuka kubonyeza hii enable editing, utaweza ukapandisha masomo yako yote. Kwa hiyo hii ni njia ya kuingiza CA kadri ya masomo yale ulivyoyachagua hapa. Ningepunguza masomo nika template, basi ningepata yenye masomo machache. Kama hapo nimepunguza, nimeacha masomo matatu, kwa hiyo itakuwa na sheet kule, worksheet za Excel zitakuwa 3. Naona hii nilio download yenye masomo matatu, kubonyeza open, basi na yenyewe itakuwa hapa inafunguka. Unaona ina masomo matatu huku chini na 101, 112 na hilo. Kwa hiyo ina masomo matatu peke yake, haitakuwa na zaidi. Na hivyo ndivyo CA zinavyoweza kupandishwa kwa ujumla. Lakini pia kuna kupandisha CA ya mwanafunzi mmoja. Kupandisha CA ya mwanafunzi mmoja, hapo unaenda kwenye somo kama ni test 1, unabonyeza test 1, then unamuingizia marks zake, labda ni amepata marks 76. Ukibonyeza submit, ina maana mtandao utaload na utaona kabisa hapa mwanafunzi amewekewa 76.0 kwenye test 1. Hivyo unaweza ukaingiza moja mpaka mwisho, au ukaingiza kwenye Excel na ukaja hapa bulk upload. Kija bulk upload unachagua somo na kupandisha, au kama utaamua kuingiza moja utaangalia ni njia ipi ambayo ni rahisi kwako. Lakini tunashauri sana njia ya kutumia template, ni rahisi kwa sababu inapunguza muda. Hii ngoja, ukitaka kuona kwamba nimeweka labda hii namba max ningeiweka sio yenyewe, labda nimeikosea, nataka niifute, kuna njia ya kuifuta, bonyeza okay, hapo itajifuta. Au nataka niihariri, kubonyeza edit hapo pembeni unavyoona itaedit, bonyeza okay, hapo utaona imejifuta, max ile imejifuta. Au nikibonyeza hariri, kama nimeweka max labda 23, labda nikagundua hiyo nilikosea, mwanafunzi huyo mtihani amepata zaidi, nibonyeza hariri, ingeleta ile 23 edit, ningeandika amepata 89, ningesubmit na yenyewe pia ingekuwa imetokea. Lakini kwa sababu sio kazi yake, basi nitaenda kuifuta na kuacha ikiwa kama ilivyokuwa kawaida. Kwa hiyo hapo amefutwa na inakurudisha kwamba je, unataka kuingiza nyingine. Nikisema hapana na kurudi nyuma, kwa sababu iko live, unakuta inarudi kama nilivyokuwa nimeifungua. Kwa kifupi, kwenye kipengele cha main navigation ya dashboard, kwenye kipengele cha student tumeona vitu vifuatavyo. Tumeweza kuona kwamba kuna features za qualified student ambaye ni mwanafunzi halali darasani, na tukaona function au vitu vilivyoko kwenye qualified student ambavyo kuna jinsi ya usajili wa mwanafunzi ambao tumeanza nayo, jinsi ya kumadmit mwanafunzi. Tumeona ana icon anakuwa admitted kwa kuwekewa namba. Tumeona TSM9 yake,
kama unataka kuiangalia. Tumeona request for transfer, tumeweza kuitofautisha request for transfer na request for transfer hii nyingine ya kumlocate kwenye shule moja kwa moja. Tumeona kuna set for request for repeat, jinsi ambavyo mwanafunzi anaweza akakarishwa darasa. Lakini tumeona action ya view, kwamba mtu anaweza akaona taarifa za mwanafunzi. Tumeona action ya edit ambayo ni ya muhimu sana, hasa kwenye kuseti status za wanafunzi. Nakuta mtu anasema simuoni mwanafunzi wangu kwenye candidate, haonekani kwenye candidate kwa sababu kubwa umemwekea status ya drop out, na drop out waga hawafanyi mtihani. Lakini tumeweza kuona sehemu ya delete, ambao kama mwanafunzi mmeamua basi mwanafunzi huyo tumfute shuleni, unaingia kwenye delete unamfuta. Haturecommend sana kutumia delete kwa sababu sababu za mwanafunzi kufutwa ziwe zimekaa vizuri kulingana na sheria na taratibu zinazofuata. Hadi kufikia hapo nimeweza kueleza menu zote zinazopatikana kwenye student, ikiwemo disqualified ni wale ambao aidha wamekosewa namba au hawana vigezo vya kuingia kwenye shule husika. Na tumeona kuna sehemu ya kupata living certificate za wanafunzi, mwanafunzi asoma miaka mingapi shuleni, tangu lini mpaka lini. Lakini tumeweza kuona jinsi ya kuzigenerate kwa kutiki pembeni kwenye mwanafunzi kwanza, ndio uje ugenerate certificate na kuipata. Lakini tumeweza kuona sehemu ya search, unaweza kumtrack mwanafunzi na kumpata mwanafunzi alipo kwa kuingiza prem number, kwa kuingiza jina lake moja au majina yake matatu. Kwa hiyo haina haja ya kusema kwamba mwanafunzi umuoni au hujui alipo. Ukiingiza majina yake au ukiingiza prem number tu hapa, sio lazima prem number, unaweza ukapata. Lakini tumeweza kuona sehemu ya subject ambazo mwanafunzi anaweza akaongezewa assigning more subject au less subject. Na tumeweza kuona sehemu ya continuous assessment ambazo mwanafunzi anatakiwa ajaziwe maendeleo yake siku hadi siku kwenye mfumo wetu wa PREMS au mfumo wa usajili wa wanafunzi kwa sekondari. Nitarejea kwa ajili ya kuelezea sehemu ya pili inayofuata kwenye dashboard yetu ambayo ni candidate. Mwanzo tuliona jinsi ambavyo kwenye dashboard yetu ambako kuna student, candidate, transfer, bills, center na setting vinavyofanya kazi kwa jumla. Sasa tuangalie kipengele cha candidate. Candidate utakutana na vipengele vitatu. Kuna registered candidates, photo entries na subject. Ikumbukwe nilisema kwamba candidate ni yule mwanafunzi ambaye amefuzu, yuko qualified na status yake inasoma active. Status ya mwanafunzi haiwezi ikasoma kwenye, mwanafunzi hawezi kuwa candidate. Yani candidate ni yule ambaye anafanya mtihani. Kwa hiyo haiwezi akawa ni disqualified akasoma kwenye candidate. Haiwezi akawa na status ya either truance au pregnancy au death alafu akasoma kwenye candidates. Kwa hiyo ukiona mwanafunzi anasoma kwenye candidates, ujue kwamba ni yule ambaye ana status husika, yani status yake lazima iwe inasoma active student. Sasa tuangalie registered ni wanafunzi wa aina gani. Kwanza inaniambia chagua kidato. Utagundua kwenye candidate lazima awe kwenye kidato cha mtihani. Kwa hiyo lazima uchague either form 2 au form 4. Kwa hapa kwangu naenda kuchagua kidato cha 4 ambapo ni form 4. Kwenye kidato cha 4 ina maana napata candidate. Hawa ni list ya candidate wangu. Kwenye candidate nitakutana na vitu vifuatavyo. Cha kwanza nitakutana na sehemu ya kuassign namba za mitihani, maana ni wanafunzi. Kwa hiyo nikibonyeza assign number, wanafunzi wote watapewa namba. Mfumo utarudi kama hivyo, wanafunzi wote watapewa namba. Lakini nikibonyeza reassign number, labda kuna mwanafunzi aliyehamia akaingia kwenye mfumo wangu, kwa hiyo nita reassign number. Nikireassign number nitabonyeza reassign number, yule mwanafunzi mmoja nao atakuwa included kwenye ile list. Lakini pia kwa wale wa private kuna sehemu hapa utakuta wameandikiwa pay fees, not pay fees.
Na nikija kwenye printout, labda nahitajika taarifa halmashauri kwa ajili ya waliosajiliwa, printout yake ni hiyo hapo, unaweza ukaiona, inaonyesha printout candidate number amepewa pale, jinsia amepewa pale, jina kamili amepewa, na masomo ambayo amejisajili, ikiwemo vision, kama ni low vision au ni ana tatizo la uoni, hapa lazima lionekane huyu ni low vision au sio low vision. Hizi taarifa zinategemeana na ulivyojaza kwenye qualified student, yani wakati unajaza kwenye qualified student, je, huyu ulimwandikia nini? Kama ulimwandikia na low vision, basi huku ataonekana low vision. Na hapa kwenye fee structure, kama ni pay au not pay, kwa wale wa shule za private, hapa utaona kwamba mwanafunzi aliyelipiwa ataonekana hapa. Na hapa kuna sehemu ya kusaini, na maana mwanafunzi atasaini kwamba taarifa anazoziona huku za masomo na vitu vingine ni za kwake. Lakini mwisho chini kuna summary ya idadi ya masomo yaliyosajiliwa na idadi ya wanafunzi. Hiyo ni sehemu ya feature inayopatikana au ni action inayopatikana kwenye sehemu ya candidate. Lakini pia kwenye sehemu ya candidate kuna sehemu ya photo entry, zile picha ambazo ulipiga. Utaona kwa mfano kwenye hii shule ninayoitumia kama sehemu ya kujifunzia hili somo, utaona mwanafunzi huyu ana picha tayari. Hii tutaenda kupitia sehemu ya mobile application ambayo ina kisehemu cha kupiga picha. Lakini hapa unaona huyu ana picha, huyu hana picha. Huyu hana picha, inawezekana hajapigwa picha kabisa. Inawezekana mwalimu wake hajamsetia status, yani ni mwanafunzi ambaye ni truants, ni mtoro shuleni, lakini mwalimu alimsetia status active. Kwa hiyo amepewa namba, amepewa picha, lakini hajapigwa picha kwa sababu ni mtoro, hawezi kuwa naye shuleni. Kwa hiyo vizuri kuwa makini sana na sehemu ya status. Kama unataka aondoke labda hana picha, basi hapa utakuja na utaseti status yake kwamba ni active wa mwanafunzi, na unaweza ukampiga picha. Lakini pia kuna sehemu nyingine hapa inaonyesha kwamba mwanafunzi huyu unaweza kukuta tu hajapigwa picha, au picha imepigwa kwenye mobile application ambapo inahitaji kupandishwa kwa kutumia mtandao kuja huku, lakini ile picha bado haijafika, yani haikutumwa kuja huku, au mahali alipo hamna mtandao wa kutosha. Kwa hiyo mwanafunzi unakuta picha yake huku haijafika. Kwa hiyo ndio mkeka unaonyesha picha za wanafunzi. Ni vizuri picha ukapiga zikiwa passport, ukapiga sehemu pana mwanga wa kutosha, ili kuwa na picha ambazo zina high quality. Lakini kwenye sehemu ya picha juu unaona kuna sehemu imeandikwa upload photo. Hii sehemu ya upload photo ina maana unaenda una resize ile picha, unaweka kwenye kilobyte 5 na utairename kama unavyoona majina yaliyoko hapa. Kwa utaanza na namba ya mtihani na jina la mwanafunzi chini yake. Then utakuja hapa upload photo, na utakuja utachoose photo, ina maana itajichagua kutoka kwenye kompyuta yako sehemu penye picha. Ningekuwa na picha huko ambayo nimeiwekea tayari, ninge upload photo, then picha hiyo husika ingeweza ikaingia kwa mwanafunzi. Baada ya kuupload photo, automatically itajilocate kwenye mwanafunzi husika. Njia hii japo hatuitumii sana, lakini tunatamani kutumia njia ile ya simu ambayo ni rahisi. Kwa hiyo na upload photo kwa kutumia simu, au print out ya photo entry. Unaweza print out ya photo entry, utapata ile fomu wanafunzi wanao sign, ambayo itakuwa imeonyesha jina la namba ya mtihani, jina la mwanafunzi, jinsia yake, na mwanafunzi husika atasaini chini ya jina lake na jinsia yake. Anaweza akaichukua au ukaidownload ukawa nao kwenye kompyuta yako, ukadownload kama hapo, ukaandika print out, labda ukaandika no print out za photo, basi ukaandika print out za photo, ukasave, na ukawa umekuwa na print out zako za photo ukazihifadhi.
for any emergency use unaweza ukazitumia, au njia nyingine yoyote ile kama zitahitajika na viongozi wengine unaweza ukazitumia. Lakini pia unaweza ukawasainisha wanafunzi wakaangalia kama picha ni zenyewe na huku changanya wakati wa kuweza kupiga. Hiyo ni sehemu ya kipengele cha candidates kwenye photo entry. Kipengele cha candidates kwenye photo entry kinafanya kazi kama hizo. Unaweza kuona wanafunzi wako wote na picha zao, na waliopiga picha na ambao hawajapiga picha. Lakini kuna sehemu nyingine ya kwenye candidates kuna subject. Kwenye candidates kuna subject ambapo unaona kidato cha 4, naona masomo ambayo wamejisajili. Subject hazieditiwi hapa. Subject zinaeditiwa kwenye kule juu kwenye student, kwenye subject hapa juu. Hazieditiwi kwenye candidate. Kwenye candidate unaona tu kwamba mwanafunzi ashafika form 4, ameshachagua masomo atakayofanya ni haya hapa. Kwa hiyo subject hazieditiwi kwenye sehemu nyingine isipokuwa kwenye student. Student ambaye ni qualified unaweza ukamwedit subject zake. Na kipengele cha candidate kwa hiyo kina vipengele vikubwa vitatu kama nilivyosema, kina registered, kina photo entry na subject. Kwa subject unaweza ukaona ukavinjari ukaona masomo hayo wanaofanya wanafunzi wako. Na ukitaka kuprint report unarudi kwenye qualified student, utaenda kwenye subject, utaprint subject. Hapa utaona kwenye candidate utaona mwanafunzi amejisajili kufanya masomo gani, lakini ukirudi kwenye subject huku juu unaweza ukaprint subject. Na kwa ufupi hiyo ni sehemu ya candidate na vipengele ambavyo registered student, utaona wanafunzi waliosajiliwa. Photo entry utaona picha zilizoingizwa, na subject utaona masomo ambayo watakuwa wanafanya. Sasa tuangalie katika main menu yetu, tuangalie kisehemu kikubwa ambacho ni cha transfer. Kumbuka tumesema kwamba mfumo huu pia unatumika kwenye kuhamisha wanafunzi. Mwanafunzi anaweza akahama kutoka shule moja kwenda shule nyingine, au kupokelewa kutoka shule moja kwenye nyingine kuja shule nyingine kwenye mfumo wetu wa PREMS. Wakati tunaangalia mwanzoni tumeona kwamba qualified student akiwa na status active ana uwezo wa kuhama, na tukaona kwamba tuna njia ya kwanza ya request transfer ambapo mwanafunzi anahama baada ya kwamba ametengewa nafasi. Baada ya kwamba ametengewa nafasi, basi utaona transfer tu hapa itatokea ile shule aliyotengewa nafasi na utaandika sababu ya kutransfer kama tulivyoona kwenye video iliyopita. Lakini pia tukaona kwamba huyu qualified student tutatakiwa umlocate wakati wa kumhamisha mwanafunzi. Tutatakiwa umtume moja kwa moja kwenye shule ambayo anahamia. Ndio maana ya hii transfer tu. Na maana mlocate moja kwa moja kwenye ile shule. Hapo utakuta shule zote za mikoa yote Tanzania zikiwa hapa. Kwa hiyo kama mwanafunzi huyu atakuwa anahamia shule fulani, basi utamhamishia hizo Arusha Catholic kama tulivyoona mwanzoni. Na wakati wa transfer sasa kuna sehemu ya kuangalia status ya wanafunzi ambao ni incoming. Incoming ni wale waliotengewa nafasi kwako, kwamba mwanafunzi anataka kuja shuleni kwako, ina maana kwamba wewe umemtengea nafasi. Ukija hapa kwenye incoming kwenye shule yetu hamna, lakini incoming ungekuta mwanafunzi ambaye ametengewa nafasi ameandikwa from to, amekuwa approved au bado request by. Ni incoming. Incoming yule ambaye umemtengea nafasi. Na ulitenga nafasi wapi? Kwenye student, qualified student. Sehemu ya qualified student kuna pale reserve. Kuna hii sehemu ya kureserve. Hapa una reserve kwa kuingiza prem number. Prem number ulioletewa na mzazi au mtu anayemleta mtoto kwenye shule yako. Ukamreserve hapa kwenye ukamwekea prem number hapa ukareserve, then ukisearch utaona kabisa kwamba mwanafunzi fulani
amekuwa reserve. Kwa mfano hapa nikisearch mwanafunzi huyu, unaona anakisa mwanafunzi huyu, je, unataka kureserve na reserve. Hii ni kwenye kumhamisha mwanafunzi. Kwa hiyo nikireserve, ina maana na kuwa ninaanza mchakato wa kumhamisha. Ningebonyeza reserve, huyu hapa atahamia kwenye incoming student. Kwa hiyo ataonekana kwenye incoming student. Lakini kwenye transfer pia kuna kipengele kingine ambacho ni outgoing. Tutaenda kuona kwenye kipengele cha outgoing. Outgoing ni mwanafunzi ambaye anahama kutoka kwenye shule fulani kuja shuleni kwako. Kwenye outgoing tutaona kwa mfano hapa tuna wanafunzi wa 5 au 4 ambao wanahama kutoka shule mbalimbali. Wanatoka kutoka shule hii hapa wanahamia shule hii hapa. Anatoka Bunduki anaenda Mgeta, anatoka Bunduki outgoing, ina maana anaenda kwenye shule husika. Na hapa wewe unamuona amekuwa approved au bado. Akiwa approved, akimaliza unaona atatoweka na ataingia kwenye list ya student huko juu kwenye qualified student, na ataingia kulingana na status aliyowekewa. Kwa hiyo kwenye transfer kuna vitu viwili vikubwa. Kuna incoming ambao wamekuwa reserved space kutoka kwenye qualified student actions, ambapo sehemu ya kureserve ni hapa juu, na kuna outgoing kwenye transfer. Kuna wanafunzi ambao ni outgoing, wale ambao wanatoka kwenye shule yako kwenda shule nyingine, ambao umempa mkuu wa shule husika namba ya kumreserve mwanafunzi huyo, na akaweza kumreserve na kumtunzia nafasi, na maana kumtengea nafasi, kama nilivyoonyesha jinsi ya kutenga nafasi hapa juu. Ambaye mwanafunzi aliyetengewa nafasi ndio utamkuta kwamba yuko kwenye incoming, umemtengea nafasi kwako, lakini uliyempa mwenzako amtengee, utamkuta yuko kwenye outgoing. Outgoing inaanza kufanya kazi pale ambapo umeenda ukaanza kufanya transfer kwenye qualified student, ukaanza transfer to. Huyu transfer to ina maana huyu mwanafunzi ambao unasema transfer request afu kasema transfer to. Naona hapa kuna student transfer to. Shule nitakayoandika hapa ni ile ambayo mwanafunzi huyu angekuwa ametengewa nafasi, na nitaandika sababu, then nitaandika transfer. Ina maana moja kwa moja atahama kutoka hapa kwenda kwenye outgoing. Hiyo ndio outgoing student. Katika mfumo wetu pia kuna sehemu inayotunza taarifa mbalimbali zinazohusu malipo ya ada na malipo ya vitu vingine, na unaunganisha pia malipo ya ada na mwanafunzi, na unaonyesha pia mwanafunzi ambaye amelipiwa ada na mwanafunzi ambaye analipiwa ada. Hii inapatikana kwenye sehemu cha bill. Kwa hiyo huku uta generate control number, unaweza ukagenerate control number ukaangalia ya mwanafunzi ambaye amelipiwa, mwanafunzi ambaye hajalipiwa, validity ya ulipaji wake na status. Kwa mfano unaweza ukadevelop new bill hapo utakuta kwamba aliyelipa hiyo hela benki ni nani, namba yake ya simu, email yake, aina ya kitu alicholipia ni mtihani wa form 4 au form 2, amelipa kwa wanafunzi wangapi. Hapo utaweza kuweka amelipa kwa wanafunzi wangapi, kiasi alicholipia utakiona hapa kwamba kwenye kucreate bills ambazo unazo. Kwa hiyo kwenye hiyo bills ndani yake kuna create bills. Umeona kwenye my bills ndani yake nimekuta kuna hii create bills, kwamba how much bills have paid, na lazima uchague darasa ambalo ndio unalilipia bill, sio madarasa yote yanalipiwa bill. Kwa hiyo ukigenerate bills hapa itatokea, na baada ya hapo kuna pay bills, ambazo hizi ni zile bills ambazo uligenerate na kulipa. Kwa wale wa shule za private ukiingia hapo utakuta hela ililipwa lini, tarehe ngapi, na nani alilipa, na alilipa kwenye akaunti gani. Kwa hiyo taarifa mbalimbali zinazohusu bills za wanafunzi kwenye mfumo wetu hapa zinaweza zikaonekana. Lakini tuje sehemu nyingine, ni sehemu ya kuseti center.
Hapa kwenye center unaona shule yako ni center gani. Shule yangu ni hii hapa, ownership ni government, iko kwenye distance gani kutoka kwenye mji iliyopo, yani kutoka makao makuu ya wilaya una umbali gani, na aina ya wanafunzi waliopo, mkoa iliyopo, wilaya iliyopo na action. Kwa hiyo unaweza ukaangalia ukaona wanafunzi wako, ukaona ile shule yako na taarifa za shule husika, nani mkuu wa shule, namba yake ya simu, jina lake, anwani. Kwa hiyo mtu akiingia kwenye mfumo huu anaweza kupata taarifa zote za shule za center husika. Lakini kuna setting mbalimbali, kwa mfano subject, labda hapa masomo mbalimbali yanasetiwa. Kwa mfano nimeongeza somo kama la elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo utakuja hapa utahariri, utaongeza hilo somo, au mnataka mliondoe hilo somo, au kuna somo jipya limekuja, kwa hiyo unataka uliongeze. Hapa hilo somo linaweza likaongezwa, kama ni history au ni geography, unaweza ukaona hapa ni sehemu ya kuongeza au kupunguza masomo ambayo yaliyopo kwenye shule fulani. Kwa kifupi, kwenye sehemu ya setting na subject ni sehemu ambapo masomo yanaongezwa au kupunguzwa. Kwa ujumla tumeweza kuona kwamba mfumo wetu una sehemu ya registered student, ambao unaweza kuona kwamba unaona idadi ya wanafunzi wote waliokuwa registered shuleni, na unaweza ukaona taarifa mbalimbali za wanafunzi hao wenye picha na wasio na picha, walioko disqualified na ambao hawako disqualified. Lakini kwenye sehemu ya student unaweza ukaona student ambao ni qualified, na hapa tumeangalia kwamba student ambao ni disqualified tumeona wapo na action ambazo wanafanya. Lakini pia tumeona hizi action, tumeenda kupitia tukaona action moja ikiwemo ya transfer, repeat, view na edit na request for transfer na delete, kazi zinazofanya. Lakini pia tumeona kwenye disqualified tumeweza kuona kwamba kuna wanafunzi ambao ni disqualified wenye changamoto, majina yamekosewa na vitu vingine hayajafanana majina yaliyo kwenye matokeo yao, basi watakuwa disqualified. Lakini tumeona kwenye living certificate kwamba ni sehemu ya kuweza kugenerate living certificate ya mwanafunzi. Ukitiki pembeni, tumesema kwamba ukitiki pembeni una generate certificate, na certificate ya living certificate inatokea kama unavyoweza ukaiona inatembea hapo. Lakini pia tumeweza kuona kwenye hiyo student tukaona mambo ya search, unaweza ukamtafuta mwanafunzi popote kwa kuingiza prem number yake au jina moja wapo la kwake na ukampata. Kaona sehemu ya subject unaweza ukamuongezea mwanafunzi somo au ukampunguzia somo. Lakini tukaona sehemu ya CA ambayo continuous assessment za mwanafunzi akishafanya mtihani wa term ya kwanza, mtihani wa term ya pili, terminal na annual, unaweza ukaziongeza. Lakini tukaona jinsi ambavyo lazima useti masomo. Kwenye video iliyopita tumeweza kuona kwamba ukiseti somo then unaweza ukamuongezea somo hilo mwanafunzi husika. Ukienda kwenye candidate tukaona kwamba candidate wapo ambao wamekusajiliwa kama candidate, tukaona ni wale wanafunzi wanaokizi kwenda kwenye mtihani wa taifa, na photo entry tukaona kwamba ni picha zao waliopiga na sababu mbalimbali za waliopiga na ambao hawajapiga tulizipitia. Lakini pia tukaenda kwenye transfer student ambao kuna wale ni incoming wanaokuja kwenye shule husika na outgoing ambao wanaondoka kwenye shule husika. Lakini tukaona kwenye pay bills kuna my bills, yani vile ambavyo mtu anataka kulipia na bills anazotakiwa alipie ni kwa mtihani upi. Tukaona jinsi ya kucreate bills ambapo unaweza ukacreate bills, kujenerate control number na vitu vingine kama hivyo. Alafu tukaangalia paid bills, ni zile bills ambazo zimeshalipwa tayari. Kumbuka kwamba mwanafunzi akishalipiwa bills tu kwenye candidate huku kwenye registered student, utaenda kuona pembeni huku kutaongezeka kisehemu cha malipo. Lakini pia tumeona kwamba ukienda kuprint, ukiweka print out, ina maana kwamba kama ingekuwa ni shule ya serikali ungeona kwamba fees zingejiandika huku kwamba huyo mwanafunzi amelipa fees. Tumeenda kuangalia pia center
Center inaonyesha mmiliki wa center hiyo na vitu vyote vinavyohusu hiyo center, nani mkuu wa shule, anwani za center na vingine vingi viko pale na kama unataka kuedit profile ya hiyo center, labda mkuu wa shule amehama au mmeamua kwamba iwe ya ilikuwa ni ya girls na boys, ilikuwa kwa education imekuwa single sex, basi mnaweza mkabadilisha centers. Lakini kwenye setting tumeenda kuona kwamba ni sehemu ya kuongezea masomo. Kama kuna somo limeongezeka au kuna somo limepunguzwa, basi linaweza likaongezwa. Hiyo kwa kifupi ndio summary ya mfumo wa PREMS au mfumo wa usajili wa wanafunzi kwenye kwa masomo ya sekondari, kwa shule za sekondari.